katika kila usiku huwa kuna shuka khairi pamoja na shari. Fi kulli laila, katika kila usiku huwa kuna shuka khairi pamoja na shari, illa fi lailatul qadri. Fi lailatul qadri ni salamun hiya hatta matla' al-fajr, ni usiku ambao shari haishuki wala balaa halishuki, ni amani mpaka kunachomoza alfajiri. Sasa amani ni jambo muhimu sana ambalo wanadamu tunalihitajia tena kwa wakati wote, na Qur'an imesajil swala la amani mara kadhaa. Lakini itoshe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotupigia mfano wa amani, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'ami Allah fa'adhaqaha Allahu libasa al-ju'i wal khawf bima kanu yasna'un. Mwenyezi Mungu anatupigia mfano wa mji ambao kanat aminatan mutma'innatan, ulikuwa na amani na utulivu. Mji ambao riziki yake, kipato chake, income yake ilikuwa ikija kutoka katika kila sekta, kutoka katika kila upande, kwa maana ni nchi ambayo ilikuwa na amani na utulivu na uchumi wake ulikuwa ni mzuri. Lakini watu wa mji ule walikufuru neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bil maasi wal fasadi wakakufuru neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu mbalimbali. Kilichotokea, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwaonjesha vazi la hofu, vazi la njaa. Yani badala ya neema ya amani ikawa sasa wanaishi katika hofu, na badala ya neema ya uchumi mkubwa watu wakawa wanaishi katika njaa. Mungu akawabadilishia kibao, ni kwa sababu waliichezea ile neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisi wa Tanzania tunaelekea katika uchaguzi mkuu. Amani ni neema, amani ni neema kubwa, na tutaulizwa siku ya kiyama juu ya amani hiyo. Tuliitunzaje amani ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametupa? Tunapoona viashiria mbalimbali vya uvunjifu wa amani, tumefanya nini? Tutaulizwa. Moja kati ya juhudi za makusudi an-nasiha ni kupeana nasaha katika sura kama hii, kukumbushana neema ya amani katika sura kama hii. Hii ni haki yetu kwamba tusiwaache watu wakachezea amani. Tumeona viashiria, wanasema mu'dhamun nari min mustasghari sharar, ukubwa wa moto unatokana na udogo tu wa cheche. Maneno ya watu, vitendo vya watu ambavyo vinaashiria uvunjifu wa amani. Sisi ni haki yetu kuwanasihi, kuwakumbusha kwamba taifa hili ni taifa letu sote, na tuchukue mifano ya watu ambao walichezea amani yao. Amani ni kama yai ambalo ukilishika unatakiwa ulishike kwa umakini kweli kweli. Likikuteleza likaanguka, kurejesha yai hilo ni kazi ngumu sana. Tuchukue mifano ya nchi mbalimbali duniani ambao wamepoteza amani zao, wanaishi katika madhila makubwa na wanajutia. Waswahili wanasema sumu haionjwi. Sumu haionjwi. Tusionje sumu. Tusijaribu kuchezea amani yetu. Wako watu ambao wasioitakia mabaya, wasioitakia mema Tanzania. Ya mitandao wakiwaina wetu inu ya nchi, wachome moto vituo vya polisi, vituo vya afya, maeneo mbalimbali, wafanye uharibifu. Wanasema tubomoe kwanza alafu tutakuja kujenga.
na tunasikia hayo kwenye mitandao, vijana wetu wanahimizwa katika hilo. Lakini mimi ninaamini kwamba vijana wa Kitanzania ni wajanja. Gen Z Tanzania ni wajanja. Vijana wa Kiislamu, vijana wa Kikristo na vijana wengine waliopo katika nchi hii, mimi ninaamini ni wajanja. Hawawezi kabisa kukubaliana na fikra hizi za watu ambao halla lahum min al-i'rab. Wengine hata hawafahamiki wako wapi, wanasikika tu sauti zao, wanahamasisha uvunjifu wa amani ya nchi yetu. Ndugu zanguni, tusikubali, kwa sababu nchi hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametutunukia sisi amani. Wasalamun qawlan min Rabbir Rahim. Mwenyezi Mungu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala huwa salam. Unapofikiria wewe kuharibu amani ya nchi, maana yake ni kwamba unataka kupambana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unapingana na amani ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameitoa kwa waja wake. Mwenyezi Mungu hapendi kuona umwagikaji wa damu. Mwenyezi Mungu wake watulivu. Mashaitan minal jinni wan nas, wao ndio siku zote wanapenda kuona damu zikimwagika. Tusikubali kuruhusu mashaitan wamwage damu za watu. Na kama ukikubali kumtii shaitan, basi taban unaweza ukawa kafara. Kipindi cha uchaguzi wewe ikawa ni kafara, tukakufanya ni kafara, damu yako ikamwagika, lakini Tanzania itaendelea kuishi. Sasa kama ukikubali mwenyewe kuwa ni kafara ya mashaitan kwa mtazamo wao na mambo yao, basi kuwa kafara hiyo. Lakini Tanzania haikubaliani kabisa na swala la umwagikaji wa damu, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapenda watu waishi na amani. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. wa fi riwayatin al-muslimu man salima an-nasu min lisanihi wa yadihi. Kwa Muislamu safi ni yule ambaye wamesalimika Waislamu wenzake kutokana na uadui wa mkono wake na ulimi wake. Lakini swala la amani ni swala mtambuka. Uwezi ukawapa amani Waislamu wenzako tu, la. Uislamu ukasema almuslimu man salima an-nasu min lisanihi wa yadihi. Muislamu safi ni yule ambaye wamesalimika watu wote kutokana na uadui wa mkono wake au ulimi wake. Kwa hiyo sisi kama Waislamu hatupeani amani tu sisi peke yetu, tunawapa amani na watu wa imani nyingine, kwa sababu al-Islamu dinul amni wal istiqrar wa laysa dinul irhab. Uislamu ni dini ya utulivu na amani, na kama si dini ya ugaidi kama wanavyodhani wengine. La, Uislamu ni dini ya amani, inapenda amani na inawapa amani watu wote, hata wasiokuwa Waislamu. Pia tunaona katika maandiko yao pia nao wanahimiza watu juu ya sala la amani. Kwa hiyo nchi hii, wa Tanzania wote, Waislamu na Wakristo wote kwa pamoja wanapenda amani na wanahimizana juu ya sala la amani. Nitakushangaa wewe ni mtu wa dini gani ukihimiza watu kumwaga damu katika nchi hii, kinuke au kinukishwe. Kwa hakika ni mambo ambayo hayakubaliki kabisa. Wewe ukitaka kinuke, sisi tutatia udi na al-ud, hapata nuka bali patanukia, na nchi yetu ya Tanzania itaendelea kunawiri. Wallahu waliyu tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa